Masuala ya afya sasa. Ukosefu wa chanjo katika maeneo mengi ulimwenguni, iwe ni kwa sababu ya ukosefu wa fedha, miundo msingi mibovu au hata kupuuza tu, kumesababisha maafa kutokana na maradhi mbalimbali. Mojawapo ya maradhi hayo ni ugonjwa wa kupooza au polio, ambao ingawa umepungua pakubwa, athari zake bado zipo. Mmoja wa waathiriwa wa ugonjwa huo ni Daktari Riro Mwita, ambaye aliamua kuwa daktari baada ya kupooza kutokana na polio. Agnes Penda alikutana naye. Daktari Riro Mwita akiwa katika shughuli zake za kila siku za kuwahudumia wagonjwa. Isipokuwa leo pia ni siku yake ya kikao maalum na wazazi wanaomsikiliza akiwahamasisha kuhusu umuhimu wa chanjo za kuzuia polio na magonjwa mengine kwa watoto. Baada ya kugundua kwamba ni chanjo niliyokosa, mimi hutumia nafasi kuzungumza na watu kuhusu chanjo za polio. Labda mwaka jana nilifanya kuzungumza na watu wa Rotary Club, walinialika pale Thika, na vile vile kuongea na marafiki na katika hospitali, kwa mfano zile hospitali za serikali ambazo mimi hufanya kazi. Unajua watu hupenda kuona madhara. Unapokwenda kuonyesha watu kwamba wewe unajua hii shida nilipata, huwa inawapa msisimko sana. Unajua ikiwa ugonjwa watu haoni madhara yake, ni rahisi sana kueneza nadharia potofu. Lakini ikiwa unamuona mwenzako hapo anatumia mikongojo, unaona ana shida fulani, anakuambia hiyo ndio leo ni daktari, kwa hivyo kuna ile hali ya kutaka kuamini kwamba huyu mtu hawezi kuwa anakuja kudanganya hapa. Ni mmoja waliopatwa na maradhi hayo miaka hiyo ya nyuma, kabla ugonjwa huo kupungua makali barani Afrika na hasa nchini Kenya. Mimi nilipozaliwa nilikuta kwamba nilikuta kwamba niko tofauti na wengine, kwa sababu nilikuwa natumia mkongojo. Kwa vile nilipata ugonjwa nikiwa mwaka mmoja, kwa hivyo nilipokuwa mimi sikuweza kuwa kama watoto wengine. Nilikuwa sifanyi mambo ambayo watoto wengine walikuwa wakifanya. Kukimbia, kukimbizana kule hide and seek na wengine, sikuweza kufanya hayo. Kwa Riro, ni changamoto hizi za kulemazwa zilizomsukuma katika taaluma ya udaktari. So nilipoona kwamba niko tofauti, nikajua karia ambayo nitakayofanya mataaluma ni ya kutaka kujua hasa mambo yaliyonifanyikia na kuweza kuelewa zaidi kwamba ni ugonjwa gani na madhara yaliyonipata. Lakini pia babangu alinisaidia sana. Nadhani yeye mwenyewe alijua kwamba nikiwa daktari basi hiyo kusononeka kwamba nina ugonjwa huo hautakuwepo. Amekuwa daktari kwa zaidi ya miaka 20 akiwahudumia watu wazima kwa watoto. Sasa Geraldine, hii ndio chanjo ambayo mimi nilikosa. Maana hii nilikosa hii chanjo hii. Sasa matokeo yake ndio haya. Polio ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vinavyotokana na uchafu. Husababisha viungo kukosa nguvu na kulegea. Ni ugonjwa usiotiba, ila unaweza kuzuiliwa kupitia chanjo inayotolewa mara kwa mara kwa watoto. Ingawaje maambukizi ya polio yamepungua pakubwa duniani kufuatia juhudi za kuwapa chanjo watoto, nadharia potofu kuhusu chanjo, ukosefu wa miundo msingi muhimu ya kufikisha chanjo kama barabara na vita vya mara kwa mara vimerudisha nyuma juhudi hizi. Na ningependa sana kuhamasisha wale wanaonisikiza, wale wananitazama, kwamba mhakikishe kwamba watoto wenu ambao wako chini ya miaka 5 wamepata chanjo ya polio, kwa sababu madhara niliyopata singependa yaweze kumpata mtoto au mtu yeyote yule. Una mgonjwa ambao unaweza kunyima mtu hali ya kuweza kuishi maisha yake ya kawaida na kufanya kazi zake za kawaida. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.